Sisi kama vile wazalendo pamoja na jeshi la FARDC tukiwa nyuma ya Son Excellence Felix Tshisekedi, tulisema haitawezekana territoire ya Fizi adui aingie. Selo si ba mama tusiende tunahangaisha watoto kukimbia huku na huku juu kule kwenye tutaenda peut-être kutakuwa matunzo au malezi kisi tuko tunaishi hapa kwetu. Donc malezi ya hapa na kule kwenye tutaenda itakuwa iko tofauti, na pamoja na Mungu atatusaidia vitu vitakuwa bien na atatusaidia tutaishi salama hapa kwetu. Ujambo na karibu kufata taarifa habari kwa ufupi toka kitengo cha habari cha Tukutane TV Baraka. Kamanda wa Kizalendo Amuri William Yakutumba amefanya meeting na raia wa Fizi na baadhi ya viongozi wa serikali siku ya 3 ya Januari 14 mwaka 2026 hapa Fizi Center, makao makuu ya tarafa la Fizi. Mimi ni Juma J Masuku, msomaji wenu, nyuma kamera ni Pepewe Ulonja. Karibu kufata taarifa kamili. Kamanda wa muungano wa kitaifa na wananchi kwa ukuu wa Kongo SNPCC kwa kifupi, William Amuri Yakutumba amefanya mkutano wa hadharani Jumatano Januari 14 mwaka 2026 katika mji wa Fizi Center, makao makuu ya tarafa la Fizi mkoani jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mkutano huo uliofanyika nje ya ofisi ya wilaya ulilenga masuala ya amani, usalama na mshikamano wa kijamii katika wakati ambapo taifa linaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi. Akizungumza mbele ya umati wa wananchi, Kamanda Yakutumba amesema kuwa ziara yake katika maeneo ya Fizi Center na Baraka imelenga mambo mawili makuu. Nimekuja hapa kwa ajili ya kutafuta amani na usalama na pia kushiriki mazishi ya mwenzetu kamanda wa majini Anyemba Jamari aliyefariki vitani Makobola mwezi Disemba mwaka 2025. Katika hotuba yake, kiongozi huyo wa SNPCC ametoa wito mzito wa umoja, akihimiza jamii zote zinazoishi katika tarafa la Fizi zikiwemo Wabembe, Wafuliru, Wanyindu, Wavira, Wazoba, Wabuyu, Warega na nyinginezo kudumisha kuishi kwa amani na mshikamano wa kindugu. Amesitiza kuwa katika kipindi hiki cha mashambulizi na machafuko mashariki mwa nchi hakuna nafasi tena ya migogoro ya kabila, bali ni wakati wa kuungana mkono vikosi kwa ulinzi wa taifa, hususan jeshi la taifa FARDC pamoja na vikundi vya kizalendo. Aidha, Kamanda William Amuri Yakutumba ametangaza marufuku kali kwa ujenzi wa vizuizi vipya kwa kulipia barabara za ushuru vinavyoendeshwa na baadhi ya wanamgambo wa kizalendo katika maeneo ya Fizi. Ameeleza kuwa kuanzia sasa hakuna mpiganaji anayeruhusiwa kukusanya kodi au ushuru haramu kwa wananchi. Hatua hiyo imeelezwa kuwa ni sehemu ya juhudi ya kurejesha utulivu, kuimarisha imani kati ya wananchi, vikundi vinavyopigania ulinzi wa taifa pamoja na taasisi za kiserikali. Kamanda wa SNPCC Amuri William Yakutumba huyo hapa mbele ya kamera mwenzangu Pepewe akieleza mengi zaidi. Nilikuja hapa makao makuu ya tarafa ya Fizi. Nilikuja na kwa ajili ya mambo mawili. Jambo la kwanza, tulikuja ni kwa ajili ya kutafuta namna gani kutafuta amani ya kudumu, usalama zaidi wa territoire ya Fizi ensemble na vile ya Baraka. Ndio maana tulifika hapa, tulimaliza Baraka, tunakuja hapa kwa ajili ya kutafuta namna gani amani izidi kwa kudumu ndani ya territoire ya Fizi pamoja na jiji la Baraka. Na labda swala la pili, kama tulikuja hapa ni kwa ajili ya kuja kufanya maziko ya ndugu yetu ambaye General Anyemba Jamari, ambaye yeye ni komanda base navale, alikufa muvita ya depuis le 16 pale Munene Mumaji. Alors yeye ni Mare, wakati wanafanya vita ya Mumaji, yule komanda Mare alitoweka. Ni kawaida ya mwanajeshi, wanapambana vita sababu wanajitolea kwa damu kwa ajili ya kukomboa nchi yetu. Ndio tuliona tukuje tumuzike hapa kwenye makao makuu ya tarafa la Fizi kama vile kwao. Raia ya tarafa la Fizi na jiji la Baraka wazingatie nini? Raia la Fizi na jiji la Baraka wazingatie kusema kwamba tumekuja hapa ni kuleta amani ya kudumu, usalama ukue katika eneo hizi. Tunajua katika eneo hizi watu walivurugika sana, walivurugika na mambo ya vita, kusema
AFC 23 itafika Baraka, itafika Fizi. Alors sisi kama vile wazalendo pamoja na jeshi la FARDC tukiwa nyuma ya Son Excellence Felix Tshisekedi, tulisema haitawezekana territoire ya Fizi adui aingie akamate Baraka, akamate Fizi na aendelee. Alors ndio maana sisi tunaweza kurasire population ya Fizi, population ya jiji la Baraka kwamba tuko pale tunazuia adui na tutaendelea na tutagomboa nchi yetu pamoja na wandugu wengine wote wazalendo wote wa territoire ya Uvira, wa territoire ya Fizi, Mwenga, wote confondi, tuko pamoja derrière le chef de l'État kuangalia namna gani tutasaidia FARDC. Pamoja na FARDC na sisi tuko na kazi kubwa ya kutafuta kugomboa nchi yetu. Vile vile kuna swala ambalo lilijitokeza hapa nyuma hapa tarafani Fizi kati ya kabila mbili, Wabembe na Wafulero. Kipi unachokuzungumzia? Mimi naacha ujumbe. Nilisema wazi kwenye mitingi, niliambia watu kusema kwamba hakuna wakati wa kusema Wabembe Wafulero wanaweza kuwa na vita huku territoire ya Fizi. Wote wanapaswa kuwa na umoja, amani, tuangalie namna gani ya kugombanisha adui. Tusipatie adui faida sababu ya magombano ya Babembe, Bafulero, tusa. Donc sisi wote ukiangalia ndani ya wazalendo utakuta Bafulero wiko, Wavira wiko, Wabembe wiko, Warega, kabila zote na watu wa Equateur tuko nao pia. Alors watu wote tuko conforme na vile tuko na wao pia wanapaswa kujenga umoja wa kabila zote pasipo ubaguzi wowote ule. Donc tunapiga marufuku, tunakatala kabisa kitendo kile cha mavurugo kati yetu sisi kwa sisi. Kama vita vilifika kulipita incident, ile incident ilipita, anaweza kuwa individual provoquer incident, haita contaminer etni zote au nani zote igeuke kwa vita ya makabila. Ile tunapiga vita, tunajua kama tutajua namna tutarekadre basoda yetu ambao baligombana. Alors ile tuliza na kama tulituliza population nayo ibaki na umoja, donc ibaki soudain pour que tujupate nguvu huku kubaze ya kwenda kugombanisha adui kule. Vile kuna swala la vizuizi barabarani. Kuna muda ambavyo vinakuwa vinatolewa tena kisha pita muda vinarudi. Nini unachakuaminisha raia sasa? Tulimaliza kuzungumuza juu ya vizuizi barabarani. Tunajua kama vizuizi vya barabarani ndio ile tulizungumzia pale, na tulisema kwamba vizuizi vyote tangia leo tariki 14 hatupendi kuona kizuizi ndani ya barabara. Watu wenye kutia mabariere wanapaswa kuondoa mabariere, si tu mabariere payante. Kuko mabariere yenyewe inaweza kuwa fasi tutasible zenye ziko zinakuwaka insécurité ya bavolere mais armé tout ça. Kwa kuevite ile kuko mafasi tutatia bariere, mais zile bariere tutatia za sécurité. Hakuna siku moja wanapaswa kulomba likuta kwa raia. Kama ni kula kwao, sisi wenyewe viongozi wa VDP tutajisharge kwa kuwalisha zile bariere ambazo tutadefinire kusema hapa na hapa kutakuwa bariere, kama ni 3 kama ni 4 tutaangalia namna gani watakuwa na kula. Asante sana. Mpendwa mtazamaji, usituache, punde tu tutakuletea meeting yote iliyofanyika pa Fizi Center katika video zinazokuja.